Nandi, uko vizuri? Sijui wewe uko vizuri? Mimi niko sawa sawa. Au na wewe umekuwa kama mabodyguard wa nyuma kwenye mwiko? Wakina nani tena? Si hao mabodyguard waliotambulishwa kama fungula nyanya. Wanaongopewa, kuna Dibugisha, mara mzee wa kuchomekea mwingine atakuja baada ya Maxi Sharulile. Wamepewa jina kabisa water player na majina makubwa wa wachezaji kutoka barani Ulaya. Wenye mibichwa hiyo wamefurahi. Mtu wa Simba kalivyowapamba. Kumbe anawang'onga kisogo. Unajua siku zote wajinga ndio wale wao. Ukialikwa basi heshimu ile shughuli ule waliko. Yaani ule mshabiki atakuwa wewe mshabiki wa kuigwa. Kama mshabiki wote wa klabu ya Simba ambao washawahi kualikwa kwenye yale matukio. Kaalikwa mzee Saidi, akaenda akamkumbatia engineer akasema wewe ndio kiongozi pekee ambaye umeweza kukutana na mimi. Yaani kamuheshimisha, maana kawadharau viongozi wa upande wa klabu yake. Lakini pia Mchome ambaye anavaa jezi zetu sisi anajifanya Simba. Kila siku anaisema Simba. Hajawahi kupata fursa nzuri, lakini yule alivyotoka pale mpaka sasa hivi tayari kashapewa gari aina ya Crown. Juma Choki na Tuni Rashid wamevuja jasho kwenye ulingo. Mguu wa shingo, mguu wa roho. Ndio inapatikana ile gari. Lakini yeye hajaipatia shida. Hata jasho alijatoka. Kitendo cha kusimama tu huku mwiko kaka katikati. Shughuli imeisha. Amepewa crown mpya kabisa na tajiri kutoka Simba Sports. Sio huko kwenye mabwawa. Hiyo zawadi kaipata huku Simba. Yule mwamba yule kapata gari mpya. Mwenyewe kanusha masuala hayo kwamba hakuna kitu ambacho Nisikilize mimi. Yule mshabiki wa Simba, mimi mwanachama na mshabiki wa Simba. Sawa? Yule unajua amekuja kuibuka hivi karibuni. Hakuna mtu ambaye alikuwa anamjua na media yake moja ndio ilikuwa anamhoji sana hiyo. Na yale matukio ambayo alikuwa anazungumza yamekwenda ametoa majibu. Na kwa nini nyuma mwiko amemwalika? Yule alitabiri mechi ya nyuma mwiko na wale jamaa zetu wa Malawi walikoondoka foili huko. Kwamba watafungwa. Na kweli walifungwa ile mechi. Kwa hiyo wakawa wanamfuatilia baadhi ya matukio yake. Huyu mtu ana kitu huyo. Na ndio maana wakamwalika ili wamshushe vyeo. Asije tena juu arudi chini. Ndio malengo yao kama walivyomwalika Mandala, Salamanda kule, wakavujisha video yake wakaiposti, akaonekana kwamba tayari kashakuwa Yuda. Hiyo ndio mipango ya nyuma mwiko hiyo ambayo wanaifanya. Sasa wakaamini nao tukimwalika kwenye tukio hili tutamshusha vyeo. Kumbe hawakujua kwamba wanamuongezea safari. Mwamba kashapata gari. Sasa hizi anatembelea matako tena. Hapandi guta wala basikeli. Hata daladala umuone kupanda sasa hivi. Sasa hivi akikuona kama hivi kikisiki anapiga mkono akaa nyuma. Kula kiyoyozi. Matunda ya kualikwa kwenye mabwawa kule. Nandi ile timu ya wananchi wanasema atakaye yote wanamkaribisha bado. Sio kweli. Timu ya wananchi ni timu ya taifa. Kile ni kikundi cha wauni tu kwenye nchi. Timu ya wananchi inaweza kuwa ile. Timu ya wananchi inafanya maandamano kila siku. Timu ya wananchi inaingia kwenye nyumba ya mtu afu ndio inaingia uwanjani kacheze mpira. Hiyo timu yetu ya taifa, hata hiyo ya vijana under 15, under 17, under 20 na hii senior timu. Ushawahi kuiona siku moja naenda kucheza na taifa lolote ikaingia guest. Alafu ndio kacheza mpira. Wasizalilishe taifa. Hiki ni kikundi cha wauni kwenye taifa. Hawa sio watu wa kufuatiliwa sasa hivi. Ni watu wa kupuuzwa na kuwabeza. Kwa sababu tukio yao ya ajabu. Kwa sababu mimi binafsi tukio ambalo limenistajabisha, mnamwalika mtu wa Simba, amevaa jezi ya Simba. Bora angekuwa kavaa t-shirt ya kawaida tu. Amevaa jezi ya Simba. Yenye sponsor wote wa Simba. Amesimama kwenye zile bendera za nyuma kwenye mwiko. Huku mwiko na huku mwiko. Anaipromo timu yenu, akiwa promo wadhamini ambaye wa Simba yuko Betway. Lakini kuangalia wao wana sport pesa, hawa washabiani hawakai pamoja kwa sababu wote ni kampuni za kubeti. Halafu basi yule mdhamini wao mkuu bora angekuepo pale kwenye bango nyuma. Hayupo. Na zile bendera hazina mdhamini. Sawa? Ni wachezaji ndio wamevaa jezi yenye mdhamini, lakini yeye alikuwa pale na zile bendera zilikuwa pale hakuna mdhamini, maana yake hakumheshimu hata mdhamini wao mkuu. Wamemheshimu mdhamini mkuu wa Simba Betway. Wamemnajisi. Na mpaka sasa hivi naamini kuna vikao vinaendelea chini kwa sababu kampuni ya SportPesa haiko Tanzania. Kampuni ya SportPesa iko nje ya Tanzania. Ndio. Kwa hiyo naamini binafsi hapa yuko mkurugenzi wake tu ambaye ni mtu ambaye wako nayo wao, ni mwanachama wao na kiongozi kwenye baraza lao la wadhamini. Umeona bwana? Kwa hiyo naamini kuna moto unafukuta ndani kwa tukio hili ambalo limefanyika pale. Kwa hiyo wakae na kutulia. Inawezekana wadhamini wakavunja mikataba, wakabaki kwenye mabwawa yao wakaendelea kujenga mlima wa Kilimanjaro pale. Nandi, juzi tuliweza kutazama Simba kucheza katika mchezo wake wa kwanza. Unaonaje wachezaji wapya? Wachezaji wapya wa Simba wameanza kuimbwa na wachambuzi wa kulishwa futari. Kwa hiyo niliamini kwamba hawa ni wachezaji bora. Wachambuzi wa kulishwa futari, wachezaji wetu wao wakitakiwa kuja sababu hamna mchezaji hapa. Hawa wote sio, lakini wao ndio wameanza kuwapamba. Na mpaka huyu mmoja alishaye kumwambia Elie Mpanzu Simba yupo kimwili ila kiroho yupo mabawani. Lakini mwisho wa picha Elie Mpanzu ndio alitoa assist ya goli bora ambayo inaimbwa duniani. Lakini tusichota Chama baada ya kuimbwa sana. Lakini huyo msimu huu tupo kwenye kimwili Simba. Ameripoti taarifa ya Victor Osimhen kwamba watu wasajili mabeki, sababu Simba hajamtambulisha hapo.
amepata za ndani kutoka waandishi wa habari kwenye taifa la Mali kwamba huyo kashamalizana na Simba Sports. Kama mwangalia wasifu wake, kazi aliyoifanya kwenye ligi ya Mali, kaona huyu mtu ana hatari. Akaanza kuwapa tahadhari vilabu 15 kwenye ligi ya Tanzania wasajili mabeki. Kwa hiyo alivyosikia engineer kwamba watu wasajili mabeki na huyu mtu wao, baada ya kusajili mabeki wameenda kutafuta mabodyguard. Ansi Rafaeli amewapoteza kina engineer Hersi. Hao wachezaji wa nyuma mwiko wanatambulishwa kwa mafungu. Hao wachambuzi unasikia wanaanza kusoma wasifu wao. Kama huyu mmoja MVP kutoka Zambia alikotoka Clatous Chota Chama, mwamba wa ulimwengu. Wameshindwa kumzungumzia kama atakuja. Kwa nini waonekane kwenye utambulisho tu kama fungu la nyanya? So alisema wanaenda kimya kimya safari hii. Hakuna cha kimya kimya, siri ya watu wawili, wewe na mumeo, mimi na mke wangu. Ndio siri. Siri akiongezeka mtu watatu hakuna siri hapo. Timu ina viongozi wangapi? Pande yako wewe ulipo na kule ulikwenda kumchukua mchezaji ule hujamuokota. Umemtoa kwenye timu, maana kwenye timu lazima taarifa zake zitoke. Kule kuna waandishi wa habari, kuna wachambuzi. Watu wana mawasiliano na waandishi wa habari kutoka mataifa tofauti. Maana wanajua mchezaji huyu anatoka taifa fulani, ndio maana wanapata wasifu wake, wanausoma. Kwa maana hiyo Young Africans hawajapata mali. Wewe wameenda kusajili makuli kuja kuzuia, kwa sababu shambao sajili mabeki. Baada ya kusajili mabeki wameleta makuli. Sasa kuna mizigo pale, tutajuana tarehe 12. Tarehe 12 mnaenda. Tarehe 12 tutajuana uwanja wa Uhuru. Ila Nandi, inaonekana kama wachezaji wenu, mtu kama Ibrahim Dumbi ameongelewa sana wiki hii kwa kukosa lile goli. Anamuongelea kwa mabaya au kwa mazuri? Ameongelewa kwa mabaya sana. Hao anamuongelea kwa mabaya. Washamuona balaa lake, si wameambiwa wasajili mabeki, washaleta makuli. Kwa hiyo lengo lao kuanza kumzoofisha ili wale makuli wao wafanye kazi kwa utulivu. Tuwaambie ndo trailer. Chance mbili alizopata yule mwamba ni mbili tu. Sawa, chance ya kwanza imegonga besela, maana bora angepaisha. Imegonga posti, ikarudi uwanjani. Chance ya pili mabeki wametaka kujifunga. Hamna wakatoa kona. Mbili tu kwenye dakika 10 alizoingia. Hasa utaniambia sio mchezaji. Ndio maana Ansi Rafaeli mapema akasema watu wasajili mabeki, wao wanaenda kusajili mabodyguard. Tutajuana tarehe 12. Engineer Hersi watamchagua tarehe 18. Maana yake kashapita. Wanaenda kuchagua wajumbe. Ila akae kwa kutulia. Aandae passport yake ya ndege ikiwa anapumua. Baada ya mechi, yeye na lile jopo lake alilojiri kutoka South Africa la Mr. Misondo wanaondoka wote kwa pamoja. Kumuoni kocha Young Africans akikanda. Yule Ngisi. Yule samaki anaitwa Ngisi. Yule anaondoka mapema tu. Yule Ngisi abaki hapa. Tarehe 12 usiku. Anaondoka yule, majina mawili, Ngisi na Koba. Koba mtoto wa kuota kwenye mizizi. Nandi wameamua kukimbilia soka la South Africa kutokana na nyie mmefanikiwa. Hamuoni kama wenzenu na nyie watakuwa mwaigeni nyie? Brother, yoyote anaangalia matokeo kwa mwenzake, kufeli ni rahisi. Haumfuatilii bwana kila siku. Kakopi mpaka jina. Sawa? Dula kafeli, naye bwana kila kafeli. Haumfuatilii vituko vyake bwana kila. Sasa hujamsikia kuambia Dula bwana, Dula amenifelisha, haujamfuatilia. Sikakopi mpaka jina. Kwa hiyo kaamini kwamba Dula afeli. Kwa hiyo nikikopi na jina lake na mimi nitafanyaje? Nitafaulu. Dula kwenye mtihani ule kafeli. Kwa hiyo na yeye lazima afeli. Ndio wao sasa wanakopi na kupesti. Sasa watajua msimu huu. Tumeenda South Africa na wao South Africa. Sawa? Tukienda Morocco na wao Morocco. Yaani wao kila sehemu wanatufuata tu. Tumetangaza sisi mechi za ligi tutacheza uwanja Uhuru. Mao mapema wametangaza tena wanahama KMC wanakuja Uhuru. Pale KMC washashuka daraja. Uwanja si ule. Uko bure. Unakuja hapo unafuata nini? Wakati wao wanaenda Chamazi, sisi tuko tunatumia uwanja Uhuru. Ulivyofungiwa uwanja Uhuru ndo tuanza kutanga sasa. Kama watoto wa kambo, mara Morogoro, mara wapi. Lakini ushapona, tunarudi nyumbani. Na wao wanahama KMC wanakuja Uhuru. Yaani yao kutufuata bado, watalala na sisi chumba kimoja. Kuna kuelekea nyuma kwenye mwiko watalala na sisi chumba kimoja. Nandi, mlikimbia na nyie uwanja wa KMC, baadaye msimu unakaribia kuisha, mkarudi tena KMC. Sisi KMC hatujakimbia. First msimu unaanza, mechi ya kwanza ya ligi tulicheza wapi? Tulicheza KMC. Sisi uwanja wetu wa nyumbani msimu huu ulioisha, tulichagua Meja Jenerali na mechi zetu nyingi tumecheza Isamuyo. Tulirudi pale dakika za jioni baada ya ule uwanja kuharibika. Yaani pichi mpira kutembea pale imekuwa shida, ndo tukarudi wapi? KMC. Si umeelewa? Lakini wao asilimia kubwa wamechagua wapi? Pale wametoka Chamazi walitufuata pale. Kwani wa kwanza kwa wenyeji pale nani? Si Simba. Walivyoona kule vitu vyao vimeonekana kule, si ndio wamekuja pale? Tulisema vipi wametufuata? Tumewakaribisha. Na ubingwa si walipata. Sasa msimu mpaka guest wameingia ndio wakapata ubingwa. Msimu huu unaoanza 26 27. Sio kuingia nyumba nyeupe tu. Hata wakiingia nyumba ya kijani lazima wanyanyasiki. Huu msimu wa hatari. Simba wanajeshi M23 linasubiri lile la Kongo. Jeshi la Simba la msimu huu M23 pale Kongo inasubiri. Umemsikia Julio jana? Sasa mpaka Julio kavua gamba. Wewe si balaa hiyo. Julio kachaona ubingwa wa Afrika unakuja boya.
lazima naye arudi, atoke kwenye kazi yake ya ukocha, awe mwanachama wa kawaida ili akainue kwapa la kombe la Afrika. Huoni Mnandi imemharibia Julio kama kwenye professional wa kazi yake? Kwani nani ajui kwamba Julio ni Simba? Wewe hujui kama Julio ni Simba? Julio kacheza Simba kwa mafanikio, kafundisha Simba kwa mafanikio. Ukiacha kufundisha hivyo vilabu vidogo, nani ajui kama Julio ni Simba? Kwa kile alichokiongea pale kabadilisha nini? Hivi ukiniambia umekunywa mchuzi wa nguruwe utasema nguruwe ujala? Baza, umekunywa supu ya nguruwe, nyama yake ukutafuna utasema ujala nguruwe? Eti supu umetoka kwenye nyama gani? Si nyama ya nguruwe. Sasa nani asiyojua kama Julio ni Simba? Kwani kuna makocha wangapi tunawajua hapa ni nyuma mwiko? Kina Meki Maxime tunajua nyuma mwiko. Lakini hajawahi kujitangaza. Sasa unataka jitangaze vipi? Mpaka weke bango. Nani ajui? Kwenye kazi yake. Eti itaonekana akipewa timu anaweza kaifungisha kutana na Simba. Kama Minzilo kacheza Yanga, nani ajui? Hakuna sio. Nani asiyojua? Nani ajui kama yule Yanga na mahaba na Yanga? Shaji akamsajigwa Fuso, yuko kule Tanzania Prison. Nani ajui kama Yanga na kacheza Yanga? Sasa utaniambia yule sio Yanga? Leo akijitangaza mimi mwanachama wa Yanga kakosea? Hajakosea. Julio kashaona kwenye karia yangu ya ufundishaji, huu ni muda kwenda kuinua kwapa. Nirudi na mimi nikahamasishe watu wasajili kadi za wanachama. Tuhamasishe tupate ubingwa, ndio maana akasema tuweze kukubali mara ya 6 tukose ubingwa. Kwa hiyo karudi sasa hivi amekuwa mshabiki na mwanachama wa kawaida. Julio tunayo na tunatamba nayo. Naona nafasi hii mkienda kunyanyua kwapa Mnandi. Kombe la Afrika linakuja. Unaambiwa siku zote unapokuwa vitani usiuze silaha. Simba hawajauza silaha msimu huu. Wanashindwaje kwenda kushinda vita? Wewe ukishaona mtu ambaye yuko vitani anauza silaha akashinda vita, anaongeza silaha ndio anashinda vita. Simba msimu huu kuna mchezaji hata mmoja ambaye kafanya vizuri kwenye picha akauzwa. Kazungumzwa Libasa hajatua kambini, Libasa kaonekana juzi. Maneno yameisha. Na yule asingeonekana ungemsikia siku ya Mwananchi naye anaambia anatambulishwa. Kama wanavyosema Dimugisha atatambulishwa siku ya Mwananchi. Chuma cha Mjerumani alisema kile chuma cha Gongo la Mboto bwana. Ujerumani hakuna chuma cha Ujerumani kiko hapa bwana. Kile chuma cha Gongo la Mboto. Ile inaitwa Amboki.